Ukiangalia goli la kwanza tumeweza kufunga goli la penalti na goli la pili tumeweza kufungwa goli la set piece. Kwa hiyo ukiangalia tumetoka kukala. Kwa hiyo naenda kurekebisha na mwisho wa siku tunarudi tunafanya makosa ndani ya dakika 2-3 wanatuadhibu. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba yale tulielekezana ndani ya dressing room, nafikiri wachezaji hawajatimiza kwa 100%, na ndio maana umeona kuona tumeweza kuruhusu magoli matatu kipindi cha pili. Kwa hiyo sisi kama technical bench tunapokea matokeo, na kikubwa ni kwamba tumejua ni sehemu gani tunaenda kukaa na kuyafanyia kazi mapungufu ambayo yamejitokeza katika mchezo huu. Pressure kutokana na nafasi iliyopo pengine inalazimisha baadhi ya wachezaji kuingia moja kwa moja, wale ambao wamezoeleka kutoka katika kikosi cha kwanza. Kuna kwenye mechi nafikiri kwa 100% kubwa, kama unavyojua timu yetu mara nyingi inacheza na kila mchezaji tunampa nafasi, tunamwamini, na mwisho wa siku hii ni ligi, kuna wachezaji ambao pia wanapata injury. Kwa hiyo mwisho wa siku unaenda na wachezaji waliopo. Kwa hiyo ukiangalia hata waliopo hawajacheza vibaya sana, ni mistake ambazo wameweza kuzifanya, na mwisho wa siku wameweza kutengeneza makosa, kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa. Lakini ukiangalia kwa performance yao wamecheza vizuri, sio kwamba wamecheza vibaya, lakini mistake ambazo wamezifanya ndogo ndogo ndio zimeweza kuzalisha magoli tuliofunga. Inakunukia playoff, pengine mnapowaza kuna namna kujinasua hapo msiku kwenye playoff? Sisi kama technical bench bado hatujafikiria playoff. Sisi tunafikiria kubaki katika nafasi nzuri. Kwa hiyo naamini tunaenda kukaa na kujitafakari na kukaa na wachezaji wetu na kuyafanyia kazi mapungufu yale na kujiandaa na mchezo ambao uko mbele yetu na kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mchezo huu. Tulibakisha michezo 4 na umeshapita, na tunasafiri tena kwenda Mbeya kuwafuata Ken Gold, kisha tunarudi nyumbani michezo 2. Kwa hiyo mimi naamini bado tuna nafasi nzuri ya kujiuliza na kufanya vizuri katika michezo iliyosalia. Asante. Asante.